Hello besties, mambo vipi? Hai jamani vipenzi vyangu, tupo katika episode ya mwisho kabisa ya series yetu pendwa kabisa ambayo tulianza nayo. Je, vazi hili linafaa? Na leo nataka nitufunge na kitu special sana, mavazi ya Idi. Swali ni moja tu. Je, unajua ni mitindo gani ambayo inafaa zaidi kuvaliwa katika siku za Idi? Na ni mavazi gani ambayo hayafai kuvaliwa siku za Idi? Endelea kuangalia video hii mpaka mwisho ili uweze kujua aina gani za mavazi ambayo yanapendeza sana kuvaliwa katika siku za Idi na aina gani za mavazi ambazo hazipendezi kuvaliwa katika siku za Idi. Mtindo wetu wa kwanza ni gauni la abaya za kisasa. Ni moja ya vazi ambalo linapendwa sana kuvaliwa katika sikukuu za Idi, lakini pia ni gauni ambalo linapendwa sana na wanawake wengi. Sio katika sikukuu za Idi peke yake, lakini pia katika mialiko mbalimbali unakuta mtu anavaa abaya, lakini pia tunaona katika iftar watu wanavaa abaya hizi zikiwa na rangi tofauti tofauti. Mwingine atavaa blue ambayo imepauka, mwingine atavaa cream, lakini katika sikukuu za Idi rangi nzuri ambazo zinapendeza zaidi kuvaa katika abaya, unaweza ukatafuta rangi ya cream, unaweza ukatafuta rangi ya chocolate, lakini pia katika swala zima kwenye rangi ya bejan. Hizo zote ni rangi ambazo zinavutia sana kuvaa katika sikukuu za Idi. Na ni moja ya gauni ambalo ni rahisi sana wakati wa kuvaa. Mitendo yake inakuwa ni midogo sana. Lakini pia tukiangalia ni moja ya vazi ambalo linamheshimisha mwanamke anapokuwa anavaa. Anaonekana klasika, anaonekana nadhifu bila hata kupoteza stara yake. Kwa hiyo ni moja ya gauni zuri sana. Kwa upande wangu naweza nikasema kwamba ni gauni ambalo linafaa zaidi kuvaliwa katika sikukuu za Idi kwa sababu ni moja ya gauni ambalo linaficha mwili mzima na linamfanya mwanamke kuweza kuonekana wa stara. Mtindo wetu namba 2 ni gauni refu la stara. Ni moja ya gauni ambalo linafaa sana kuvaliwa katika sikukuu za Idi kwa sababu moja, linamfanya mwanamke kuweza kuonekana wa heshima na kuweza kuonekana wa stara. 2, linafaa sana katika mazingira ya Idi. Unapokuwa unaenda kwenye Idi unaweza ukavaa aina hizi za gauni ambalo limeweza kuflow moja kwa moja kutoka juu mpaka chini, halina miungo katikati. Lakini pia ni moja ya gauni ambalo linapendeza zaidi ukichanganyia na rangi nyingine nzuri. Kwa hiyo ni gauni ambalo unaweza ukachanganyia na rangi nyingine tofauti. Kwa mfano unaweza ukaweka black pamoja na blue, zinakuwa zinaendana. Kwa hiyo au unaweza pia ukatafuta kitambaa ambacho kinakuwa ni kitambaa cha printing then ukachanganya na kitambaa plaining na ukapata mtindo mzuri na kueleweka. Lakini pia ni gauni ambalo linakuwa lina flow moja kwa moja kutoka juu mpaka chini, halina miungo katikati. Kwa upande wangu aina hii ya gauni linafaa zaidi kuvaliwa katika sikukuu za Idi. Mtindo wetu wa tatu ni gauni ambalo linashika mwili, linabana mwili sehemu za maziwa, tumbo pamoja na hips. Ni moja ya gauni zuri sana na gauni hili linapendeza zaidi kama utaweza kuchanganyia na pashmina kwa sababu Idi ni sehemu za heshima za mwanamke kuweza kujistiri katika sikukuu zile za Idi. Kwa hiyo inapendeza zaidi ukiwa unavaa nguo ya stara. Kama unaamua kuvaa nguo hii ambayo inabana, basi juu unaweza ukavalia na pashmina ili kukufanya uweze kuonekana huru na uweze kupata mtindo mzuri na wa kueleweka. Kwa upande wangu naweza nikasema kwamba gauni hili la kubana kama utalivaa likiwa tupu basi sio rasmi kwa kuvaliwa katika sherehe zaidi. Lakini kama utaweza kulichanganyia na pashmina kwa juu, unaweza ukavaa aina hii ya gauni na ukawa smart na ukapendeza kabisa katika muonekano wako. Kwa hiyo gauni hili kwa upande naweza nikasema ni 50 na kwa upande mwingine naweza pia nikasema ni 50. Kwa hiyo hapa tunacheza na 50-50. Hapa it depend tu na rangi. Kwa mfano unaweza match pamoja na pashmina yako kwa ndani. Ukavaa labda gauni ambalo linakuwa na rangi ya black, then juu ukavaa pashmina ikiwa na rangi ya orange, inakuwa inapendeza sana, au rangi ya blue. Kwa hiyo hapa ina depend, ama unaweza ukamatch ndani ukavaa plaining ya rangi ya blue alafu juu ukaweka pashmina yako ikiwa na rangi ya blue ili kupata muonekano mzuri wa kuweza kuvutia sana. Mtindo wetu namba 4 ni yale magauni au mavazi ambayo yanakuwa na rangi kali.
rangi kali zinaweza kupendeza, lakini kwa wakati mwingine zinaweza kuwa nyingi sana kuangalia na designing. Kwa hiyo rangi kali unaangalia, nyingine zinakuwa ni nyingi sana, nyingine zinakuwa zinapungua sana. Kwa hiyo hapa inategemea na jinsi vazi lilivyo, lakini ni vizuri kuchagua rangi zilivyo na balance. Kwa hiyo unaangalia zile rangi zako ambazo zinakuwa na balance, then unakuwa unacheza sasa hapo ili kupata mtindo mzuri na wa kipekee. Kwa hiyo rangi kali mimi na kwa upande wangu naweza nikasema kwamba ni moja rangi ambazo hazifai kuvaliwa katika sikukuu za Idi. Pendelea kuvaa rangi ambazo zimepoa ili kuweza kupata mtindo mzuri na mtindo ambao utaweza kubalance nguo yako. Kwa hiyo kila mtu anatamani kuwa smart, kila mtu anatamani kuwa nadhifu, kuwa wa heshima katika sikukuu ya Idi. Kwa hiyo unategemea na rangi ambazo we mwenyewe utakazokuwa unazichagua. Kwa hiyo pendelea tu kuepuka sana kuvaa rangi hizi ambazo ni kali. Mtindo wetu namba 5 ambao ni mtindo wa mwisho kabisa ni seti nzima ya sketi pamoja na blouse. Hii ni moja ya outfit ambayo ni rahisi sana na inapendeza zaidi kuvaliwa katika sikukuu zaidi kwa sababu sketi yake inakuwa ni ndefu, imeweza kuflow moja kwa moja kutoka juu mpaka chini. Yaani inamaanisha hapa katika kiuno mpaka kushuka chini. Sehemu za kiuno hapa kunakuwa na belt ili kutenganisha kile kiungo cha chini na kiungo cha juu. Lakini pia katika swala zima la blouse unakuta blouse zake zinakuwa ni za stara. Blouse zake zinakuwa za heshima. Mikono inakuwa ni mirefu au mwingine anaweza kuweka tu mikono ya kawaida. Lakini pia unaweza ukafungia na mkanda ambao unafanana na sketi au unafanana na blouse yako ili kuweza kupata ule mtindo ambao ni smart sana. Lakini pia tukiangalia kwenye swala zima la rangi, unaangalia zile rangi ambazo zitakuwa zinafanya uweze kuonekana smart, kwa sababu sio kila rangi unayovaa basi unaonekana smart. Kuna rangi nyingine ambazo ni kali sana na kuna rangi nyingine ambazo zimepoa. Kwa hiyo kama wewe unataka kuwa nadhifu kuweza kupendeza, unaweza ukatafuta rangi ambazo zimeweza kupoa. Kwa hiyo kwa mimi hapa naweza nikasema kwamba hii ni moja ya outfit ambayo inapendeza sana kuvaliwa kwenye sikukuu zaidi kwa sababu inatoa muonekano wa heshima na stara ya mwanamke. Kufika mwisho wa series yetu ya je, vazi hili linafaa. Niwashukuru sana vipenzi vyangu kwa kuwa pamoja na mimi kutoka mwanzo wa series mpaka hapa mwisho ambapo tumeweza kufika. Kama utakuwa kuna kitu umejifunza kwa kupitia series hii, naomba nenda kwenye comment section alafu uweze kuniambia kwamba umeweza kujifunza kitu gani kupitia series hii ambayo nimeweza kukuletea hapa. Utakuwa umependa content yoyote za fashion kupitia series ya kwanza, episode ya kwanza mpaka episode ya mwisho ambao tunamaliza, naomba comment hapo uniambie. Rudi tena kwa sababu series inayokuja tunakuja na kitu kipya ambacho ni cha ficha tumbo. Kwa majina na usikose jamani. Kwa majina naitwa Precious Tifa na hii ni channel ya TZ Fashion. Asanteni sana kwa kuwa pamoja na mimi kutoka mwanzo hadi mwisho wa video hii. Tukutane katika series inayofuata. Bye bye.